Ndugu naibu katibu mkuu wa ngome ya vijana ACT Wazalendo, ndugu yangu Usara na viongozi wengine wa ngome ya vijana waliofuatana nao, watendaji wa ofisi ya makao makuu ya chama hapa Vuga mliokuwepo, wageni wetu, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, asalamu alaykum tena. Nianze kwa kushukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa kutufikisha leo tukiwa wazima, tukiwa tunaendelea na shughuli zetu za kila siku, na nyinyi pia waandishi mkitekeleza majukumu yenu ya kila siku. Lakini pia niwashukuru nyinyi waandishi wa habari kwa namna ambavyo mmekuwa mkiendelea kutoa ushirikiano kwa chama hiki cha ACT Wazalendo, lakini pia na kwa vyama vingine vinavyohitaji huduma yenu, na kazi kubwa mnayoifanya ya kuwafikishia wananchi haki yao ya kikatiba ya kupata taarifa. Wajibu mnaotekeleza ni wajibu wa kikatiba wa haki ya kupata taarifa, na nyinyi mnatusaidia sana kufikisha taarifa hizo kwa wananchi. Lakini pia nichukue fursa hii kwa sababu nimepata nafasi ya kuzungumza na waandishi, binafsi nitoe salamu zangu za pongezi kwa wana ACT wote Tanzania kwa kufikisha kwa chama hichi cha ACT Wazalendo leo kufikisha miaka 11 tangu kuanzishwa kwake. Yote mnafahamu kwamba tarehe 5 Mei na leo Dar es Salaam pale kuna shughuli ya kitaifa inaendelea ikiongozwa na kiongozi wa chama na viongozi wengine katika kuadhimisha miaka 11 ya ACT Wazalendo. Ukienda kwenye tafiti mbalimbali zinazofanywa, ukiuliza kuhusu ACT Wazalendo, utaambiwa ndio chama kichanga kwa Tanzania kwa registration, lakini ndio kinachokuwa kwa kasi zaidi kuliko vyama vingine. Kwa hiyo miaka 11 hii imeakisi ukuaji wetu, na nyinyi wote mnafahamu katika landscape ya siasa hapa Tanzania huwezi kuzungumza bila shaka vyama vitatu vya upinzani au vyama vitatu vya siasa bila ya kuzungumza chama cha ACT Wazalendo. Ndugu waandishi, niende moja kwa moja kwenye maudhui ya mkutano wetu huu na nyinyi leo. Ndugu waandishi, nimewaita, nafikiri sihitaji kujitambulisha, nyote mnanifahamu. Mimi naitwa, lakini tuko wale ambao pengine ndo mara ya kwanza kufika hapa Vuga. Mimi naitwa Omar Said Shabani, ni mwanasheria mkuu wa ACT Wazalendo. Madhumuni makubwa ya kuwaita leo hapa wanahabari na Watanzania ni kuwaeleza nyinyi wanahabari na Watanzania kwa ujumla wake juu ya msimamo na hatua za ACT Wazalendo kwenye kauli ya mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi ndugu Idrisa Kitwana Mustafa ya kuwataka watumishi wa umma chini ya ofisi yake na viongozi wanaoishi mkoa wa Mjini Magharibi kumpatia vitambulisho vya mpiga kura. Chama cha ACT Wazalendo kimefadhaishwa sana na kauli hii ya aibu kabisa, na tunailaani kwa lugha ngumu na kali na kukemea nia ovu ya kuwatia hofu watumishi na viongozi katika mkoa wa Mjini Magharibi. Ndugu waandishi, nyinyi najua nyote au wengi wenu mlikuwepo. At least I can confirm kakangu Faruk Karimu alikuwepo. Mama ambaye ndo raia wa kwanza aloitikia wito wa mkuu wa mkoa. Nafikiri leo baada ya kumaliza pengine kakangu Faruk atajutia kitendo chake. Nimefadhaishwa, na mtakumbuka tarehe 28 Aprili mkuu wa mkoa wakati anazungumza na nyinyi waandishi wa habari alitoa kauli za kuwataka watumishi walio chini ya ofisi ya mkuu wa mkoa na viongozi wa umma wanaoishi ndani ya mkoa wa Mjini Magharibi wafike kwake na kumuonyesha vitambulisho vyao kwa lengo la alichokiita eti kujiridhisha kama wamejiandikisha
kupiga kura. Mheshimiwa waandishi wa habari, kauli hii ya mkuu wa mkoa ni jinai, ni ukosefu wa maadili wa kiongozi wa umma, ni mhemko wa kisiasa, na kwa ufupi tunaweza kuliita zoezi analotaka kulifanya ni zoezi la kuhamasisha uhalifu, na nitaeleza. Kauli hii, ndugu waandishi wa habari, kwa uchambuzi wa haraka niliofanya, inavunja sheria 5 za nchi hii. Inavunja sheria ya uchaguzi ya Zanzibar, sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, yaani Personal Data Protection Act ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria ya maadili ya viongozi wa umma, na inavunja sheria ya utumishi wa umma. Lakini mbali ya hivyo inavunja pia katiba yetu ya Zanzibar ya mwaka 84. Sasa nitaeleza kwa kiasi gani sheria hizi zinavunjwa. So mimi nimekaa hapa kama mwanasheria mkuu, lazima niwaeleze katika engo ya sheria. Wengine watamwambia kwa lugha nyingine anazozifahamu, nitamueleza kwa lugha ya sheria. Waandishi wa habari, kwa nini nasema uvunjaji wa sheria za uchaguzi, hasa sheria ya uchaguzi ya Zanzibar? Kifungu cha 118 G, tafasili ya G, kifungu cha 118 cha sheria ya uchaguzi ya Zanzibar inaeleza kwamba ni makosa mtu yoyote kuuza, kununua, na hapa ninapotaka kusema ndio mpabold na kuunderline, kuuza, kununua au kumpatia, naelewana vizuri au kumpatia kitambulisho cha kupiga kura mtu ambaye hahusiki. Ni makosa. Na inaposema ni makosa kwa mujibu wa sheria ile, kwa sababu ukisoma kile kifungu chini kinasema mtu huyu atakapopatikana na hatia atalipa faini kuanzia shilingi 300,000 mpaka 300,000, au kifungo cha miezi mitatu mpaka miezi 6. Maana yake ni jinai kumpatia mtu kitambulisho chako ambaye hahusiki. Sasa kwa nini tunasema Kitwana hahusiki? Kwa sababu mkuu wa mkoa hayupo kwenye chain ya wahusika katika zoezi lolote linalohusiana na vitambulisho vya mpiga kura. Si afisa wa tume, si wakala, si mtu yoyote kwenye tume. Sasa hahusiki kwa tafsiri hii, na ndio maana sheria inasema hahusiki. Kwa sababu ukienda kwenye kupiga kura, nimeona anatoa huo mfano kwamba si wakienda kupiga kura si watakutana na mawakala wanataka kuonyesha kama umeandikishwa. Ndio, sababu wale wanahusika kwenye zoezi la kura, wako kwenye chain ya kura. Ukienda kituoni utamuonyesha wakala, utamuonyesha afisa wa tume, si ndio? Yeye mkuu wa mkoa hahusiki. Kwa mujibu wa sheria ni kosa la jinai. Kwa hiyo Sheikh Faruki, hapa tukisema tukuripoti kwa kumpatia mkuu wa mkoa kitambulisho chako, tunaweza tukawaambia polisi waanze uchunguzi. Ndio maana nikasema ni zoezi la kuhamasisha nini? Uhalifu. Kwa sababu sheria imetamka kwamba hilo ni kosa kisheria. Lakini jingine, kuwataka viongozi au watumishi wa umma wenye kuishi kwenye mkoa wake kumpatia vitambulisho kwa lengo la kujiridhisha, eti kujiridhisha kuwa wamejiandikisha, ni kuwashajihisha watende kosa la jinai, kama nilivyosema. Kwa sababu sheria inapiga marufuku kumpatia mtu asiyehusika. Maana yake anawa encourage wakafanye kosa la jinai, na adhabu yake kama nilivyosema inaweza kwa mujibu wa sheria kuwa ni baina ya shilingi 300,000 hadi 300,000, na kifungo cha miezi 3 au vyote viwili. Kwa hiyo hiyo ni katika engo ya sheria ya tume ya uchaguzi au sheria ya uchaguzi yenyewe.
Kwa nini tunasema amevunja sheria? Sasa nataka kueleza katika engo nyingine ya kisheria kwa nini kitendo alichokifanya mkuu wa mkoa au zoezi analotaka kulifanya mkuu wa mkoa ni la kihalifu, ni jinai. Ndugu waandishi, katika nchi hii tuna sheria inayoitwa Sheria ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi, sura ya 44 ya sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa Kiingereza inaitwa The Personal Data Protection Act, Cap 44. Sheria hii ni ya mwaka 2023 na imeanzisha kamisheni ya ulinzi wa taarifa binafsi. Inatokana hasa msingi wake sheria hii na jukumu la katiba, na nimesema pale nitagusia katiba. Katiba inahakikisha haki za raia. Moja kati ya haki zinazozungumzwa kwenye katiba ni haki ya kulinda faragha ya mtu, au sivyo? Sasa kitambulisho kina details, kina data zako ambazo ni faragha yako, na ndio maana imetungwa sheria. Sasa kwa nini na inasibisha sheria hii? Kwa sababu mkuu wa mkoa katika wito wake